Karibuni sana KingoFarm. Sasa leo bwana, nimekaa tu hapa nikaamua niandae bajeti kwenye hii notebook yangu ambayo sisi pia waga tunatumia hapa. Sasa wewe nimekuandalia bajeti ya kuku 200. Nitakwambia endapo utafuga kuku 200, labda utatamani inatakiwa uwe na mtaji kiasi gani, lakini pia mahitaji muhimu ambayo inatakiwa uandae. Kama ni chakula, inatakiwa uandae chakula kiasi gani, lakini pia nitakwambia faida ambayo unaweza ukaipata, bila kusahau kuku mmoja anagharimu shilingi ngapi mpaka anafikia umri huo. Hawa sasa ambao unaona hapa ni saso wa miezi miwili. Hawa ni saso wa miezi miwili ambao unaweza ukawauza kwa ajili ya nyama. Huwa wananunua vizuri kabisa kwa ajili ya nyama. Sasa tuanze hapa mwanzo kabisa. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza ambacho utakihitaji ni vifaranga box 2. Waga tunanunua kwa boxi vifaranga wa hawa kuku ambao unawaona hapa, na box moja huwa linauzwa 200,000. Box moja linakuwa na vifaranga 100, lakini bila kusahau huwa wanaweka vifaranga wa ziada, labda wanaweza wakaweka vifaranga 2, 4, inategemeana. Kwa hiyo lazima hapo kuna vifaranga wa ziada utawapata. Kwa hiyo gharama ya kununua vifaranga ni 400,000. Hiyo ni gharama ambayo utatumia kwenye kununua tu vifaranga. Kama una karatasi na peni unaweza ukaandika. Lakini pia utahitaji chakula. Chakula ambacho wanatumia hawa kuku ni chakula cha aina 2. Kwanza wataanza kutumia starter, pili watakuja kutumia grower. Umeona? Starter hawa chotara huwa wanakula kwa muda wa karibia wiki 3, na kuku 200 ambao utataka andae chakula wao wanakula box 2, nani mifuko 2. Kwa hiyo utaandaa tu mifuko miwili ya kilo 50. Kwa hiyo jumla wanakula kilo 100, ambao sasa kwa starter gharama huwa zinatofautiana kutokana na mkoa na mahara. Kwa mfano huku starter mfuko mmoja unauzwa 93,000. Hapa kwetu tunauza 93,000. Kwa hiyo mifuko 2 itakuwa gharama 186,000 kwa mifuko 2. Kuna sehemu nyingine kama maeneo ya Dar es Salaam gharama huwa zinakuwa chini, lakini pia inategemeana na kampuni, na ninakushauri usinunue chakula cha bei rahisi sana. Yaani kwa mfano mimi hapa nimekwambia ununue starter, bei ya starter ni 93,000. Wewe unaenda kutafuta chakula cha 60,000 na unaweza usifikia haya malengo ambayo ninakwambia hapa. Sisi hapa huaga tunatumia chakula cha Alvin, pia huaga tunatumia chakula cha Silverland. Ni makampuni ambayo yanatengeneza vyakula kwa ubora zaidi. Umeona? Kitu kingine hapa utakachohitaji ni grower. Utahitaji grower. Grower vifaranga hao kwa muda wa miezi 2 watakula mifuko 14. Yaani ukiandaa mifuko 14, nimekuhesabia hadi wiki 2 ambazo utazitumia kuwauza hawa kuku. Yaani nimekuwekea chakula hadi wiki 2. Yaani tuseme kwamba wameshafika miezi 2, umetangaza leo hii mimi ninawauza. Natumaini kabisa hutoweza kuwauza kuku wako wote ndani ya siku moja. Kama utapata hiyo, basi itakuwa ni faida kwako. Ndani ya wiki 2 wanavyokuwa unawauza, wataendelea kutumia hii mifuko 14 ya grower. Grower huku inauzwa 90,000 mfuko mmoja. Ni reja hapo. Sisi yani bei ninayokutijia reja. Kwa mfano huku sisi hapa shambani huaga tunanunua kwa bei ya jumla, ambayo bei ya jumla huaga inapungua 2,000. Utakuta hii grower inauzwa 88,000. Umeona? Na bei ya jumla kama utapata msambazaji mkubwa, maana yake bei ya jumla inaanzia mifuko 10 tu. Kwa hiyo kama una mifuko 14 na ile 2 jumla mifuko 16, unaweza kununua kwa bei ya jumla ukapunguza 2,200, ukapunguza gharama zaidi. Umeona? Lakini pia unaweza ukatengeneza chakula. Wakifikisha mwezi mmoja ukapunguza hizi grower 14. Kama unaweza ukapata matili yoyote ambayo yapo kwenye kitabu chetu hapo. Sasa kwenye kutengeneza chakula, nakushauri sana uwe na kitabu chetu cha Safari ya Ufugaji. Kile kitabu cha Safari ya Ufugaji kina kanuni ya kutengeneza chakula kwa kuku wanaokua. Ile kanuni ipo vizuri sana. Yaani kuku watapata maendeleo kama ambavyo ungetumia chakula hiki cha Silverland na Alvin. Lakini kikubwa tu ni kwamba gharama zitapungua. Chakula ambacho unatumia 90,000
ukitengeneza wewe mwenyewe kwa kutumia kanuni zetu, kwa mfano maeneo ya Dar es Salaam, survey tuliyoifanya maeneo ya Dar es Salaam, utatumia gharama za 50,000 mpaka 60,000, inategemeana, yani ukifuata vile vitu. Kwa hiyo utakuwa tena umepunguza gharama kubwa sana, umeona? Sasa hapo kwenye grower jumla utatumia 1,260,000, 1,260,000. Ngoja nijaribu pia kwenda haraka. Utahitaji booster, kuna Niox Chiki 8,500, kuna broiler booster, hii ni vitamini 15,000, lakini pia kuna vitamini na hizi tiba za asili ambazo gharama yake mimi nimeweka makadirio 15,000. Tiba za asili ni rahisi sana kuzipata, nyingine zinapatikana bure kabisa. Kwa mfano majani ya mpapai, majani ya mwarobaini yanapatikana bure kabisa. Hizi zote hizi pia ukitaka kuzijua vizuri zipo kwenye kitabu cha tiba za asili. Vitabu vyetu gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Mle kuna booster, kuna tiba. Kitabu kile cha tiba za asili kina tiba, lakini kuna kitabu cha mwongozo maalum wa kutumia tiba za asili, kile ndio kina booster. Kimekuandikia kabisa, siku ya kwanza wachanganyie hiki na hiki, siku ya pili hiki na hiki, kimeandika vizuri kabisa. Ukikipata hicho kitabu kitakusaidia sana kwenye kuweza kupunguza gharama za ufugaji, lakini pia kuwafanya kuku wasiumwe, wasipate magonjwa hovyo, umeona? Lakini pia chanzo cha joto, nahitaji chanzo cha joto. Chanzo cha joto ni kama vile mkaa kwa ajili ya kulelea vifaranga watakapokuwa kwenye bulda. Kuna lile balbu la joto, lile la kuwekea joto. Chanzo chochote kile, sisi tumeweka makadirio 40,000, japo sisi kwa hao kuku huaga tunatumia mpaka inaisha hiyo hapo, huaga tunatumia mkaa gunia 2 ambao kwa huku ni 15,000. Sasa inategemea mkaa unaweza kuwa na gharama gani, lakini utakuja kunielewa vizuri baadaye. Pia Glucochick unapopokea vifaranga unawapa, hii inauzwa 1,500 tu, lakini nimeiweka. Alafu kuna chanjo. Sasa mfano sisi hapa vifaranga tukiwafuga wa wiki 2, vifaranga wa miezi 2, hatuwezi tukawapa chanjo hizo za dukani. Labda tuwafuge miezi 4, lakini wewe mimi nimekuwekea tumia hii chanjo, inaitwa ND+IB. Hii chanjo inaitwa ND+IB. Hii chanjo ni nzuri sana, inauzwa 15,000, lakini unaweza kutumia tu chanjo ya kideli ambayo inauzwa 6,000, gharama ikapungua zaidi. Gumboro chanjo inauzwa 8,000. Chanjo nyingine, gharama nyingine nimeweka hapa, gharama nyingine yani kwa mfano labda usafiri, kama umepata dharura, kuku wameumwa, gharama nyingine ni 50,000. Hii 50,000. Kwa hiyo jumla ya gharama zote ukizikusanya hapa inakuja 1,999,000, yani 2,000,000 kasoro 1,000. Kwa hiyo tuchukulie 2,000,000. Kwa hiyo ukishakuwa na 2,000,000 wewe unawafuga kuku 200. Mtaji wa 2,000,000 unawafuga kuku 200 ndani ya mwezi mmoja. Sasa majanga pia huaga yanatokea. Unaweza ukafuga kuku 200 ukaja kumaliza na kuku wengine wamekufa. Mimi nimechukulia hapa labda kuku nimechukulia kuku 10 wamekufa, 10 na yani wamebaki kuku wakati unawauza. Pamoja na kwamba umetumia gharama zote, umeuza kuku 190, umefanikiwa tu kuuza kuku 190, wengine walikufa humu njiani. Kwa hiyo ukija kupiga mahesabu kwenye hii gharama ukachukua 1,999,000, inakuja kuku mmoja kama huyu. Sasa mimi hawa kuku ambao unaona humu ndani, kuku mmoja anakalia 10,000, sio zaidi ya 10,500, sio zaidi ya 10,000 na shilingi 500 kuku mmoja, umeona? Sasa hapo unaweza ukaona kuku 190 utawauza kwa bei gani? Bei gani wewe huko kuku unawauza? Kuku kama hawa hapa, kama sisi hapa hawa kuku huku, kwanza nisikutajie gharama nisije nikakukatisha. Sisi tunauza bei kubwa kidogo kwa hawa kuku ambao unawaona, ila maeneo mengi huwa wanauza shilingi 14,000. 14,000 mpaka 15,000 ndio bei yake. Ukifuga kuku miezi 2 hawa chotala saso, gharama yake ni 14,000. Iwe mjini kuna kuku wengi, Dar es Salaam kuna nini, hiyo ndio gharama ya hawa kuku, 14,000 mpaka 15,000 kwa ajili ya nyama. Kwa faida hapo kwa kuku mmoja utakuwa unapata 3,500 mpaka 4,500. Kwa hiyo
kama una batch ya hawa kuku 200, hapo nimepiga gharama ya 190, kuku 190 utapata 665 na pia mpaka 855 kama utauza kwa bei ya juu. Kati ya hapo 665 mpaka 855 kama utauza, utafanikiwa kuuza kwa hizo bei ambazo ninazisema, na utafanikiwa kufuga kama ambavyo mimi nimekuelekeza. Sio faida, sio mbaya, ni faida nzuri tu. 665 wastani wa 300 na point kwa mwezi ni faida nzuri sana kwenye ufugaji, kwa sababu kwa mtaji wa milioni 2 ndani ya miezi miwili unaingiza 600 na point. Ni pesa nzuri sana kwenye ufugaji. Kikubwa, fuata taratibu za ufugaji. Kama huna mafunzo ya kufuga kuku, hujui vizuri kufuga kuku, usije ukasikiliza tu hii video ukakimbilia kwenda kufuga kuku ukaja ukalaumu. Tunakushauri pia ujiunge na kundi letu la WhatsApp. Utakuwa na uwezo wa kutupigia simu, kutuuliza maswali, lakini pia utaelekezwa jinsi ambavyo sisi tunawafuga kuku tokea wakiwa vifaranga wadogo mpaka wakubwa. Hata hao ambao unawaona hapa tulishaelekeza kwenye kundi letu jinsi ambavyo tumewafuga tokea wakiwa wadogo mpaka hapa walipofikia, walivyotumia hii gharama, umeona. Lakini pia tunavyo vitabu ambavyo kama Safari ya Ufugaji, kina mwongozo pia kinaelekeza tokea ukifuga kifaranga tokea akiwa mdogo mpaka anakuwa mkubwa, umeona. Vitabu vya tiba za asili vitakuelekeza jinsi ya kutengeneza, kutibia magonjwa. Kuku pia waga wanapata magonjwa. Kwa mfano wa kuku wakati tunawafuga wale ambao wapo kwenye kundi letu, nadhani waliona kuna sehemu walipata coccidiosis, muharo ule wa damu, kuna sehemu walipataga typhoid, tukawatibia wakapona vizuri kabisa. Yani mpaka tunawahamishia wakuku kwenye hili banda walikuwaga wanaumwaga typhoid, umeona. Majanga tunayopitia yote watu wa kwenye kundi huwa wanayajua, kwa sababu huwa tunashare nao vizuri kabisa. Kwa hiyo na wewe ukilipia ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili utapata hayo mafunzo. Lakini pia na vitabu vyetu ni shilingi 10,000 kitabu kimoja, na tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp.